السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الشرفاء وبعد. الحمد لله, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa leo tupo katika usiku wa Ramadhani ya 7, tukiwa tayari tumeshamaliza siku 6 ndani ya Ramadhani. Na alhamdulillah, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutupa taufiki ya kuweza kufanya ibada hii ya saumu na ibada zingine. Ndugu zangu, tupo katika mwezi wa ibada, na kama tunavyojua katika maneno tuambiwa ad-dunya sijnu lilmu'min wa jannatu lilkafir. Hii dunia ni jela ya muumini na ni pepo ya kafir. Maana ya sijni, ya kuwa katika jela, ni kuwa wewe ni makuhuru bil ibada, umetenzwa nguvu, umewekewa masharti maalum, na ni lazima uyafate yale masharti. Kama wale walipokuwa watu wa jela, kama ni kulala ni saa 8 ni saa 8, kuamka ni muda fulani ni muda fulani, na masharti yaliyoko kule, hakuna uhuru. Sasa na hii dunia kwa muumini hakuna uhuru, ni sijni, ni jela. Lakini katika ibada, kwa masharti maalumu aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ametulazimisha ukifika mwezi wa Ramadhani tufunge, basi ni lazima muumini afunge. Ile ni makuhuru, ni lazima ikiingia wakati wa dhuhuri aswali, wakati wa asr aswali, wakati wa maghrib, katika zile faraidi zote. Na katika hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu anasema, hakujikurubisha kwangu mimi mja wangu kwa mfano wa lile kwa jambo lilokuwa bora kuliko lile nililolifaradhisha. Wakati mwingine mtu anaweza asiswali, asifunge, asifanye yale mambo ya wajibu, lakini akawa anafanya yale mambo ya sunna. Mwenyezi Mungu asema, hajikurubishi kwangu mimi mja wangu kwa mfano, kwa kitu kilichokuwa bora kuliko kile nilichokifaradhisha. Kwa maana zile faradhi kutekeleza, ukifanya faraidh wewe umejikurubisha sana zaidi kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anafurahi. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani mfano wake ni kama vile dunia. Mathalu Ramadhan mathalu dunia binisbati lilinsan, kumfananisha na binadamu Ramadhani na dunia. Vyote viwili hivi ni wakati maalum. Ramadhani ina muda na dunia ina muda maalum. Dunia inategemea amal na Ramadhani inategemea amali yako uliyoifanya. Ndio tukaambiwa ad-dunya mazra'atu lilmu'min, dunia ni shamba la muumini, ni mahala ambapo analima, kisha baada ya kulima atapata mavuno, ataenda kustareheka akhera. Hapa ni shambani kwa muumini. Sasa Ramadhani ni muda maalum, siku 30. Mwenyezi Mungu amesema ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika, kama ilivyo kule katika hija ayyaman ma'lumati, ayyaman ma'dudat. Na dunia fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ni muda maalum. Na Ramadhani yategemea amali yako, umefanya nini ndani ya Ramadhani.
katika mwezi wa ibada. Kufunga umefunga, je, umefunga imana wa ihtisaba? Umefunga ukajizuia na mambo ya haramu? Umefunga ukajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu? Umesimama kwa maana ya tarawih? Umetoa sadaka? Maana huu mwezi ni wa khairat, mwezi wa ibada. Jamu al-ibada imekusanya ibada zote, yenyewe ndo mama wa ibada, mwezi huu wa Ramadhani. Sasa dunia mfano wake, Ramadhani ni mfano wa dunia. Baada ya siku chache mbeleni, Ramadhani itaondoka na inakuwa kama vile haikuwepo. Hivi hivi, idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna wala yataakharun wala yastaqdimun. Muda wako ukifika hauakhirishi wala hauwaishi. Muda wako ukifika utaondoka katika dunia. Hivyo ndugu zangu, tunapokuwa ndani ya Ramadhani, tufananishe Ramadhani na dunia. Namna ilivyo dunia, basi na sisi tujiweke ndani ya Ramadhani ni watu wa kuondoka, muda maalum na kadri maalum, kiasi maalum. Na sisi tunategemea ndani ya Ramadhani ni amali zetu. Umejitahidi vipi ndani ya Ramadhani? Lingine ambalo ni la muhimu, litakun hayatuna kulluha Ramadhan, uwe uhai wetu wote ni Ramadhani. Kama dunia mfano wake ni Ramadhani, basi uhai wetu wote katika maisha yetu baada ya Ramadhani iwe ni Ramadhani. Na ndio tukasema hakuna jipya ndani ya Ramadhani. Nje ya Ramadhani kuna saumu za sunna, nje ya Ramadhani kuna swala ipo kawaida, nje ya Ramadhani kuna sadaka, nje ya Ramadhani kuna maarufu, kuna mema ya kila aina. Sasa ndani ya Ramadhani sisi tupo katika kujifunza. Mwenyezi Mungu anaturudisha kwenye asili yetu. Nafsi amemtoa sheitan, kisha akamfanyia makuhuru, akamtenza nguvu nafsi, kwa sababu nafsi wa sheitan ndio vitu viwili ambavyo vinamhadaa binadamu. Allah subhanahu wa ta'ala hivi vyote sheitan amemtoa, akatupa saumu, ili saumu ifanye nafsi iwe tulivu, nafsi iwe na unyenyekevu, kisha sasa ikawa sisi tupo katika ibada. Hivyo ndugu zangu, litakun hayatuna kullaha Ramadhan, uwe uhai wetu wote baada ya Ramadhani ni Ramadhani. Na hili ndio jambo gumu ambalo sisi tunalishindwa. Dunia ndugu zangu ni haqiratun, ni fania, ni yenye kupita. Chukulia mfano namna Ramadhani inavyokwenda kisha inaisha, na dunia ndivyo inavyoisha. Utaacha kila kitu katika dunia, na wakati ule wa kufa utajutia, lao ningelifanya amali, ya Rabbi nirejeshe katika dunia niweze kufanya mema. Dunia haina thamani. Unapokuwa ndani ya Ramadhani, basi pigia mfano wa dunia, namna inavyokwenda Ramadhani, na dunia yako ndivyo inavyokwenda. Hautanufaika na kitu chochote ila yale matendo yako yaliyokuwa mazuri. Tumalizie na mfano mmoja ambao wazee wetu nakumbuka walikuwa wakitufundisha kuanzia wadogo. Kisa cha Nabii Allah Isa alayhi salam. Ilikuwa tunafundishwa kisa hiki, ndani mwake kuna usiseme urongo, usikimbilie dunia na mambo mengine mengi katika kisa. Unapoambiwa kisa ama hadithi, ndani mwake kuna mafunzo. Nabii Allah Isa kwa ufupi alitoka na Myahudi mmoja wakienda safari, wakabeba zawadi, yani kitu cha kuwasaidia njiani kwa ajili ya kula. Walipokwenda, kisha Nabii Allah Isa akamwambia yule Myahudi ambaye amesuhubiana naye, sasa naona njaa imetushika, leta kile chakula chetu. Walikuwa wamebeba mikate mitatu. Walipofunua ile mikate, wakakuta mikate miwili. Nabii Allah Isa akamwambia, uko wapi mkate wa tatu?
Yule bwana akamwambia ilikuwa miwili, au mimi sijui ulipo. Na yeye yule bwana asemekana alikula ule mkate mmoja, kisha akasema mikate ni miwili na sisi tuko wawili, huwa tatu haukuwepo. Nabii Allah Isa kwa kuwa ni nabii, yeye ni mjuzi, wakaenda mbele wakamkuta kipofu. Nabii Allah Isa akatoa mkono wake akamshika kwenye macho yake yule kipofu, akaomba dua kwa idhini ya Mwenyezi Mungu yule kipofu aone. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu akaona yule kipofu. Yule bwana akasema subhanallah mutaajaban, ajabu hii. Nabii Allah Isa akamwambia, sasa hebu niambie, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyoweza kumfanya huyu kipofu akaona, hebu tuambie ni nani amekula mkate wa tatu? Yule bwana akamwambia, la ana la adri kana ithnan, ilikuwa ni miwili, mimi sijui. Yule ni nabii wa Mwenyezi Mungu, hakutaka kumteza nguvu. Wakaondoka, wakafika mahala kuna sehemu ya kuvuka, hawana kitu cha kuvukia. Yule bwana akamwambia, Nabii Allah Isa akamwambia, nishike, kaa nyuma yangu, sema bismillah. Wakasema bismillah, wakavuka katika ule mto bila ya kuzama. Yule bwana akasema subhanallah mutaajaban, ni ajabu hii. Nabii Allah Isa akamwambia, na hapa kwa aliyetufanyia wepesi tukavuka katika huu mto, basi hebu nieleze nani amekula mkate wa tatu? Yule Myahudi bado akasema la adri, sijui. Na hapa tunajifunza mambo mengi sana. Huyu ni nabii na yeye alijua ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Isa hakumteza nguvu, wakaendelea na safari yao. Walipofika mahala akakusanya mawe matatu, akayambia biismillahi kun dhahaba, kwa jina la Mwenyezi Mungu kuwa dhahabu. Yale mawe matatu yakawa nini? Ni dhahabu. Nabii Allah Isa akamwambia yule Myahudi, sasa hizi ni dhahabu, sisi tuko wawili, mmoja lako, mmoja la kwangu. Yule bwana akamwambia, na hili? Akamwambia, sasa hili litakuwa ni la yule aliyokula mkate wa tatu. Akasema, ana ya Rasulullah, mimi ndo nilokula mkate wa tatu. Kwa sababu ameona nini? Dunia, ana tamaa ya kupata dunia. Sasa sikiliza mwisho wa madhara ya dunia. Na tumesema dunia ni kama Ramadhani bisura, utaacha kila kitu katika Ramadhani, yale mazuri yote ambayo yako katika Ramadhani utayaacha, na katika dunia hivyo hivyo. Nabii Allah Isa akamwambia, akasema yule mtu, mimi ndo nilokula mkate wa tatu. Nabii Allah Isa akamwambia, haya, hizi dhahabu zote ni zako, nilikuachia. Akamwambia, kuanzia sasa usiwe na mimi naendelea na safari zangu. Yule bwana akafurahi, amepata dhahabu, amepata dunia. Kisha Nabii Allah Isa akaondoka na safari yake. Yule bwana alipobaki, haikupita muda mrefu, wakaja watu watatu. Sema alikuwa juu ya kipando na farasi watatu. Wale watu walipomkuta yule bwana na zile dhahabu, wakasema haiwezekani, lazima tutamuua. Wakapigana na yule bwana mpaka wakamuua, wakabaki na zile dhahabu. Sasa wawili wakanong'onezana, wakasema, bwana, unaonaje sisi kuliko tugawane watatu, tungeligawana wawili, huyu mmoja tufanyaje? Tumuue. Kaambia, ni kweli. Wakamwambia, unaonaje ukaenda mjini ukatuletea chakula, kisha tule, alafu tuendelee na safari? Yule bwana akasema, naam, sawa, nitafanya hivyo. Yule bwana alipoenda mjini akapata mawazo na yeye, kwa nini hichi chakula nisikitie sumu, ili nikifika pale niwape wale, wakila watakufa, dhahabu zote zitakuwa ni za kwangu.
na wale huku wamepanga, akija yule watafanyaje? Watamuua. Kweli alipokuja yule bwana na chakula chake amekitia sumu, wale mabwana wakamuwahi, wakampiga, wakamuua, kisha wakachukua kile chakula chenye nini? Chenye sumu. Wakala kile chakula na wenyewe wakafanyaje? Wakafa. Kwa hiyo wamekufa watu wote, wameacha nini? Dhahabu. Yule aliyokuwa na Nabii Allah Isa Myahudi amekufa, na hawa watu watatu wamekufa, wameacha ile dhahabu. Kisha Nabii Allah Isa alipokuwa anarudi katika safari yake, alipofika ile mahala akakuta wale watu wanne wamelala, wamekufa. Akasema hakadha hiya dunia, hii ndiyo dunia. Sasa tusifanye mchezo na dunia, ndugu zangu, na tuko katika mwezi wa Ramadhani ambao unafanana na dunia yetu. Ukiitabikisha ukaichukua Ramadhani na dunia, basi utafanya mchezo ndani ya Ramadhani. Utatafuta wasaa japo ni mdogo usome Qur'an, utatafuta wasaa uswali sunna, utatafuta wasaa uswali tarawih, utatafuta wasaa utoe sadaka, kwa sababu haya yote yanapita. Nani ndugu zangu anayekufa na mali yake, anazikwa na mali yake? Na tukisema hivi hatukatazwi kuitafuta dunia. Hata tuliposema ad-dunya sijnu lilmumin, dunia ni jela ya mumin, si kwa kuwa mumin akose mali, akose vitu vizuri, la, bali ndiyo inatakikana mtu awe na mali. Almalu salih lirajuli salih, mali nzuri ni kwa mtu aliyokuwa mzuri, mwenye kuitumia katika mambo ya khairi, akatoa sadaka, akasaidia mayatima, akasaidia ilmu, akasaidia mambo kadha wa kadha, akajenga misikiti, akajenga madarasa. Mali ndivyo inavyotakiwa. Lakini nani anayekufa na mali yake? Itakachomfaa ni amali yake, matendo yake yalikuwa mazuri. Tusiwe na tamaa na dunia, ndugu zangu. Leo sisi tumejaa tamaa ya dunia. Kila mmoja anataka apate, na kila anapopata anataka ziada. Nasema dunia ni sawasawa na mtu anayekunywa maji ya bahari. Kiwi kinakatika, atakunywa mwisho khalas. Na dunia, ndugu zangu, ni Mtume alitolea mfano, ni sawasawa na mtu, hata ukiwa na mali kiasi gani, sawasawa na kidole chako uchovye kwenye bahari, kile utakachokitoa ndiyo dunia, hata uwe na mali kiasi gani. Hivyo ndugu zangu, tupo ndani ya Ramadhani, tuhakikishe tunaifanyia kazi Ramadhani na tupate faida ya kuwa Ramadhani. Dunia ni kama Ramadhani, maana Ramadhani inaisha kwa wepesi, huenda bado una uhai baada ya Ramadhani. Uibebe ile Ramadhani iwe ndio mawaidha katika maisha yako yote ya dunia. Namna inapokwenda ina muda maalum. Ramadhani inategemea amali. Ramadhani ni amal, si kitu kingine. Matendo yako ndiyo Ramadhani, na kadri aliyotupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah leo tufaidike na haya, na tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atutoe ndani ya Ramadhani haudia kuwa tumefaulu, tusiwe katika wale waliopata hasara, na atie imani, izidi imani na yaqini tulizokuwa nazo inshallah taala. Wa ila huna inshallah, Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.